Huu ni muendelezo tu wa somo hili la jina la Mwokozi wetu Yeshua. Na tulikuwa tumesoma Wakorintho wa pili 5 mstari wake wa 18. Na ikatwambia Yawe alikuwa ndani ya mwana wake akiupatanisha ulimwengu. Kwa hivyo Yawe ndiye aliyekuja kupatanisha ulimwengu. Na ndiposa kitabu cha Isaya kimesema ya kwamba Yawe ndiye Mwokozi na hapana mwingine, na kila goti litapigwa mbele zake mbinguni na duniani. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Yawe akiwa katika kazi ya ukombozi ndani ya mwana. Na ndiposa jina lililoletwa duniani na malaika kwa Mariamu lilikuwa jina la Baba. Ndiposa Yeshua anasema mimi nimekuja katika jina la Baba yangu, wala hamnikubali. Bali mwingine akija katika jina lake mwenyewe mtaweza kumkubali. Kwa hivyo amekuja katika jina la Baba yake. Na Wafilipi 2 mstari wa 8 na 9 inatuambia ya kwamba kila ulimi ukiri ya kwamba Yeshua Masihi ni Yawe. Kwa hivyo tunaona ya kwamba ni Yawe akiwa ndani ya mwana. Nitakapokuwa namalizia somo hili nitawaonyesha katika andiko la Ufunuo ya kwamba Yeshua ako na jina lake lile jipya. Na tutakuja kuliona huko mbele. Kwa hivyo saa hii tunatumia jina Yawe ni mkombozi, kwa sababu Baba ndiye anakuja kuokoa akiwa ndani ya mwana. Kwa hivyo tunaendelea, wacha tusome kitabu cha Isaya. Pia tudhibitishe pia Yawe ndiye mkombozi. Yawe ndiye mkombozi. Kitabu cha Isaya tunarudia katika kitabu cha Isaya. Wacha tusome 41 kwanza. Tutasoma Isaya maandiko kadha hapo. 41 mstari wake 41 mstari wake wa 14 inasema hivi: usiogope Yakobo uliye mdudu, nanyi watu wa Israeli, mimi nitakusaidia, asema Yawe, na mkombozi wako ni mtakatifu wa Israeli. Kwa hivyo mkombozi wa Israeli ni Yawe. Mkombozi wa Israeli ni Yawe. Na tunafaa tuamini mkombozi wa Israeli. Warumi 9, narudi Isaya tena. Warumi 9 mstari wake ni 4 inasema hivi: ambao ni Waisraeli wenye kule kufanywa wana na ule utukufu na maagano na kupewa torati na ibada ya Yawe na ahadi zake. Kwa hivyo Waisraeli walipewa ibada, walipatiwa torati, wakapatiwa maagano na ibada zote za kumwabudu Baba, wa kumwabudu Yawe ni wao walipatiwa. Ambao mababu ni wao, na katika hao walitoka Masihi kwa jinsi ya mwili. Ndiye aliye juu ya yote, ndiye aliye juu ya mambo yote, Yawe mwenye kuhimidiwa milele. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Waisraeli ndiyo wenye kupatiwa ibada na mambo yote ya ibada. Kwa hivyo kama kuna ibada inafaa kufanyika hapa duniani, na ushike hilo sana, inafaa kuabudiwa, inafaa kuwa imetokana na Wayahudi, Waisraeli ambao walifundishwa imani, ambao Yeshua alikuja kwa wao. Na sio wote waliomkataa kama vile watu hufikiria. Kuna wale waliomkubali, kama vile Yohana 1 ambavyo inasema, bali waliomkubali aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Yawe. Kwa hivyo tunaongelea wale waliomkubali, hatuongelei wale ambao hawakumkubali. Kwa hivyo hao ndio tunaojifundisha na tunawapata katika maandiko. Wanasimamia jina takatifu la Yeshua, wanasimamia jina takatifu la Yawe,
Kama utapata wengine hawaamini, usiwe mwenye kukatazika. Kwa hivyo tunafuata hilo. Kwa hivyo ni mkombozi wa Israeli, na huyo ndiye tunafaa kumwamini, na tunafaa kuamini injili hiyo ambayo inayotoka huko kwa Israeli. Katika Isaya 2 mstari wake wa pili, Isaya 2 mstari wake wa pili nasema, katika Isaya 2:2 nataka nisome, inasema, na itakuwa katika siku za mwisho, mlima wa nyumba ya Yahwe utawekwa imara juu ya milima, nao utainuliwa juu ya vilima, na mataifa yote watauendea makundi, na mataifa mengi watakwenda na kusema, Njooni twende juu mlimani kwa Yahwe, nyumbani kwa Yahwe wa Yakobo, naye atatufundisha njia zake, nasi tutakwenda katika mapito yake. Maana katika Zayuni itatoka sheria na neno la Yahwe katika Yerusalemu. Kwa hivyo neno la Yahwe litatoka Yerusalemu, ambao ni Wayahudi wanaomwamini Yahwe. Kwa hivyo na hao ndio wamepewa ibada. Kwa hivyo ibada yote tunafaa kuitoa pale, ambapo tumeambiwa ya kwamba naye Masihi alitoka pale. Yeshua alitoka pale, alizaliwa pale kwa jinsi ya mwili. Kwa hivyo alizaliwa pale katika jinsi ya mwili. Kwa hivyo kuzaliwa pale katika jinsi ya mwili, jina alilopewa ni jina lililokuwa limetoka mbinguni. Kumbuka wale ndio waliokuwa wananenewa na Yahwe kutoka mbinguni. Yahwe alikuwa ananenea taifa lile. Hajaifanya taifa lingine namna hiyo. Hiyo ni Zaburi 147 mstari wake wa 19. Inasema hivi, Zaburi 147. Mazaburi 147 inasema mstari wa 19 inasema, humhubiri Yakobo neno lake, na Israeli amri zake na hukumu zake. Hakulitenda taifa lolote na mambo kama hayo, wala hukumu zake hawakuzijua. Haleluya. Kwa hivyo tunaona hajaifanya taifa lingine namna hiyo. Kwa hivyo hao ndio unenewa. Hakuna taifa lingine lidishainenewa na kupewa majukumu ya ibada. Ni lile taifa lililopatiwa lililopatiwa ibada na mambo zote. Kwa hivyo hao ndio mlima wa nyumba yao. Nyakati za mwisho utainuliwa, na watu wataenda makundi wakisema, tufundishe tufundishe sheria, tufundishe Torati, tufundishe neno la kweli katika Yerusalemu. Katika Zekaria tunaambiwa ya kwamba, katika Zekaria kuna andiko tunaambiwa ya kwamba mstari wa 22, si Zekaria, hii ni Ezekieli nimefungua. Zekaria, katika kitabu cha Zekaria 8, Zekaria 8:22 nasema, wacha nianze 20. Inasema hivi, inasema, Yahwe wa majeshi asema hivi, itatokea halafu ya kwamba watakuja mataifa na wenyeji wa miji mingi. Wenyeji wa mji huu watauendea mji huu wakisema, haya, twendeni zetu kwa haraka, tuombe fadhili za Yahwe na kumtafuta Yahwe wa majeshi, mimi nami nitakwenda. Naam, watu wa kabila nyingi. Sasa hapo mstari wa 22 inaongelea kuhusu Waisraeli, kwa sababu inasema watu wa mwenyeji huu watauendea mji huu wakiomba fadhila za Yahwe. Kwa hivyo kuna watu wataendelea kuamini. Kile mstari wa 22 nasema, naam, watu wa kabila nyingi na mataifa hodari. Hapo inaongelea kuhusu mataifa mengine. Watakuja Yerusalemu kumtafuta Yahwe wa majeshi na kuomba fadhila zake. Kwa hivyo tunaona watu wa mataifa walio hodari wengi wataenda huko kuomba fadhila za Yahwe. 23 inasema, Yahwe wa majeshi asema hivi, siku hizo watu 10 wa lugha zote za mataifa wataushika upindo wa nguo yake yeye aliye Myahudi. Naam, wataushika wakisema, tutakwenda pamoja nanyi
kwa maana tumesikia kwamba Yawe yu pamoja nanyi. Kwa hivyo tunaona huko ndiko tunaofaa kujifundisha. Mkombozi wa Israeli ni Yawe, na huyo ndiye tunayefaa kumwamini, mkombozi wa Israeli. Yawe alijifunua katika njia nyingi sana. Wakati wa kale tunaona Yawe alijifunua kwa Ibrahimu kama Yawe yile, Yawe ambaye anajionea, anaona, sababu aliona kondoo katika kichaka. Ibrahimu akasema ni Yawe yile. Kwa hivyo Yawe inaongezwa yile pale mwisho, inakuwa muonaji. Musa naye wakati aliweza kushindaniwa vita, alisema Yawe Rafa. Yawe Rafa ni mponyaji. Hiyo ni katika kitabu cha alisema aje? Alisema katika kitabu cha, acha niisome tu sababu nimesahau alisema aje. Kitabu cha Kutoka 17 mstari wake wa 15. Musa akajenga madhabahu, akaita jina lake Yawe Nisi. Yes. Ni Yawe Nisi. Musa wakati alipiganiwa vita alisema Yawe Nisi. Yawe Nisi ni kusema Yawe ndiye bendera yetu ya vita, ndiye jemedali wetu wa vita. Asante, tutaendelea katika sehemu hiyo ingine.